kufanya unanibatiza ndani ikue. Lazima ya batizo je, inaondoa lazima katika wokovu. Ubatizo ni wa lazima kwa wale wote ambao injili imetangazwa na wanaoelekea kwa kuomba sakramenti hiyo. Watu wamehubiriwa, wameelewa na wamekubali kwa Wakatoliki. Hatua inayofuata wanapaswa kubatizwa. Ndio ubatizo ni wa lazima katika wokovu. Ukisoma Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 5, Yesu anasema hivi: amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Mwisho wa kumbukumbu. Ndio ubatizo ni wa lazima ili tuweze kuirithi mbingu. Na hivyo baada ya kuleta kazi yake Yesu hapo ulimwenguni, aliwapa agizo kwamba waende wakawafundishe mataifa yote na kuwabatiza. Ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 28 mpaka 20 na nukuu, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Umepatia wokovu, ubatizo ni wa lazima. Aina za ubatizo na ubatizo wa maji na Roho Mtakatifu ndio sakramenti yenyewe, na huu umezoeleka, tunaofahamu. Tunaofahamu. Umebatizo ni mwanzo wa uzima mpya, japo ndani yetu roho isiyofutika. Batizo natolewa mara moja katika historia ya mtu. Haurudiwi. Kumbe hiyo ni aina ya kwanza batizo wa maji na Roho Mtakatifu. Ndio sakramenti. Aina ya pili, ubatizo wa damu. Ubatizo wa damu ndio kifo cha ushahidi. Daima kanisa limeamini kabisa kwamba wale ambao wanateswa hadi kifo kwa sababu ya imani bila kupata ubatizo kwa kifo chao wenyewe kwa ajili ya Kristo na pamoja na Kristo. Hivyo tunafundisha leo katika Katoliki namba 1250. Kumbe wanaishi kwenye nchi ambayo Katoliki unazuiliwa au Wakristo wananyanyaswa, na wakiwa kwenye hatua ya kutaka kuingia Katoliki wanauawa. Hawa ndio wanaingia kwenye kundi hilo, ubatizo wa damu. Kumbe kitendo kile cha kufia Katoliki, hata kabla ya kubatizwa wamebatizwa na damu ya Kristo ambaye waliamini kabla hata ya kubatizwa, kabla ya kupokea ubatizo wenyewe. Huo ndio unaitwa ubatizo wa damu. Halafu aina ya tatu, ubatizo wa tamaa. Ubatizo wa tamaa pamoja na majuto kamili. Kwa kuwa Kristo amekufa kwa ajili ya wote, na kwamba wito wa mwisho wa mtu ni mmoja tu wa kimungu, tunapaswa kukubali kwamba Roho Mtakatifu huwapa wote uwezekano wa kushirikishwa fungo la Pasaka kwa jinsi anavyojua Mungu. Wakatukubali waliokufa kabla ya ubatizo, tamaa yao ya wazi kutaka kuingia Ukatoliki, na wakafanya hata toba ya dhambi zao na upendo kuonyesha kwa kanisa, hawa wanaingia kwenye kundi hilo la ubatizo wa tamaa. Na wenzetu wanafuata mafundisho na walitegemea wabatizwe labda mwezi ujao. Sasa batimbaya na barabara ndogo na gari na alijiandaa vizuri, ndio kawaida na marafiki, huyo anapokea ubatizo wa tamaa. Kwa ubatizo wa tamaa, batimbaya amepata ajali ya kufa, na alikuwa mkatumeni, alifuatia mafundisho vizuri. Kuhusu watoto waliokufa bila ubatizo, liturujia
Twende kuomba. Msingi wa ubatizo wa Kikatoliki. Watu wengi wanapenda kuuliza tofauti iliyo kati ya ubatizo wa maji machache na ubatizo wa maji mengi. Ubatizo Katoliki ni neema inayotiririka daima kutoka maji yanayotoka kwenye maskani ya Mungu. Ndio maana wakati wa Pasaka ule usiku unaponyunyiziwa maji baada ya kubarikiwa na padre, tunaimba ule wimbo, tumeona maji yakitoka hekaluni. Maji haya hayawitwi mengi wala machache, maana ni chemichemi inayotiririka daima na kutengeneza mto mkubwa wa neema na baraka. Kumbe cha msingi katika kila aina ya maji ni ile baraka tunayoomba na kumwomba Roho Mtakatifu aweze kuyatakasa. Ndio ya msingi. Kumbe sisi tusiumbishwe kwa maji mengi, maji machache na kadhalika. Kanisa Katoliki hubatiza kwa maji na kwa Roho Mtakatifu. Yaani ubatizo hufanyika kwa kutumia maji hayo na kwa kupakwa mafuta ya wakatekumeni na Krisma takatifu. Mbatizo na pakwa mafuta matakatifu na kuombewa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ubatizo ukamilishwa kwa sakramenti ya kipaimara, ambapo mhusika hupokea mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Hivyo ubatizo wa Kikatoliki kuna vigezo ambavyo Injili ya Yohana inatuambia. Injili ya Yohana sura ya 3 aya ya 5 mpaka 6. Yesu akasema, amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na Roho Mtakatifu hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Mwisho wa